Kiana na jeshi la TANAPA au jeshi la uhifadhi, tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Saidi Pius Ngovano, miaka 50. Huyu ni mkazi wa Saadani katika wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana nyara za serikali. Mtuhumiwa alikamatwa katika msako wa pamoja uliofanywa mnamo tarehe 14 Mei mwaka 2025 katika maeneo ya Magida ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, tarafa ya Rujewa, wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, na alikutwa akiwa na nyara za serikali ambazo zinahusu wanyama wanne ambao ni nyama wa kwanza ni pundamilia, swala, ngiri pamoja na nyati. Aidha, mtuhumiwa huyu pia alikutwa akiwa na silaha aina ya gobore, akiwa na gorori mbili ambazo anazitumia kama risasi katika kuua hawa wanyama. Lakini pia alikuwa na kisu ambacho alikuwa anakitumia katika uwindaji huo haramu. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba mtuhumiwa huyu ni mwindaji haramu na taratibu zinakamilishwa ili aweze kufikishwa mahakamani kuanzia sasa. Wakati huo jeshi la polisi kwa kushirikiana pia na askari wa TANAPA pamoja na TAWA kutoka katika mkoa wa Ruvuma tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Betwel Kwea. Huyu ana umri wa miaka 51, ni mkazi wa kijiji cha Miombweni, wilaya ya Mbarali, kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali, na hizi nyara amepatikana nazo bila kibali. Kwa maana hiyo, mtuhumiwa huyu alikamatwa Mei 15 mwaka huu katika kitongoji cha Azimio kwenye kijiji na kata ya Miombweni, tarafa ya Rujewa, mkoa wa Mbeya, na hiki kikosi kazi ambacho nimekitaja kilichokuwa kinajumuisha jeshi la polisi, TAWA pamoja na TANAPA, ambapo katika upekuzi huyu mtuhumiwa alikutwa akiwa na meno manne ya tembo yenye uzito wa kilo 18 ambayo alikuwa ameficha kwenye mfuko wa sandarusi, tayari akiwa anaandaa mazingira ya kuweza kumpata mteja. Lakini pia mtuhumiwa huyu pamoja na hayo alikutwa akiwa na gobore moja ambalo alikuwa anatumia katika uwindaji huo haramu. Mtuhumiwa amekamatwa katika harakati za kutafuta wateja ili auze ya meno, na uchunguzi wa awali pia unaonyesha mtuhumiwa huyu ni mwindaji haramu. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi wote na baadhi ya wale watenda makosa, hasa wenye tabia hii ya kuhujumu rasilimali za taifa, waacha mara moja tabia hii, kwani jeshi la polisi pamoja na majeshi mengine au mamlaka zingine za uhifadhi kama vile TANAPA na TAWA tupo makini na hatutasita kumchukulia hatua mtu yoyote ambaye anahusika katika uhalifu huu na kumfikisha katika vyombo vya sheria. Na aidha, wale watu wote wanaoingia kwenye hifadhi ya taifa bila kibali kufanya uwindaji wa wanyamapori walio katika aidha kwenye hifadhi au kwenye mapori ya akiba bila kufuata utaratibu, sisi jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine au majeshi mengine tutajikita katika kufanya misako, na tukiwakamata hao ambao wanafanya utaratibu wa kuwinda na kujipatia kipato kisicho halali bila kufuata utaratibu, tutawafikisha mahakamani.